Miezi 6 iliyopita katika mechi yao ya kwanza ya msimu huu 2025-26 katika ligi kuu Tanzania bara, wekundu wa Msimbazi Simba wakicheza nyumbani walishinda kwa mabao 3-0 dhidi ya Fountain Gate, na sasa siku ya Jumatano wanakwenda kukutana tena na Fountain Gate, lakini safari hii Fountain Gate wakiwa nyumbani kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale jijini Arusha, mechi ya kiporo, wote wakienda kucheza mechi ya 18 kwa msimu huu. Lakini katika mechi ya kwanza ambayo Simba alishinda 3-0, kuna mabadiliko makubwa kwenye kikosi cha Simba hivi sasa, lakini pia kuna mabadiliko makubwa kwa Fountain Gate. Ni kwa sababu katika mechi hii mabao 3 ya Simba yalifungwa na Rushaine De Reuck, beki wa kati ambaye yupo. Wafungaji wengine walikuwa ni pamoja na Jasha Ahua ambaye hivi sasa hayupo ndani ya Simba. Mfungaji mwingine alikuwa ni Jonathan Soa, mchezaji wa kimataifa kutoka Ghana, mshambuliaji wa Simba ambaye hivi sasa amekuwa hatumiki, na taarifa zinaeleza kwamba kuna sintofahamu baina yake na klabu yake wekundu wa Msimbazi Simba. Mambo ya ndani wanajua wenyewe, amekuwa haonekani. Lakini vile vile katika mechi hii baadhi ya wachezaji ambao hivi sasa wapo ndani ya Simba hawakuwapo, ni pamoja na golikipa Mahamadu Tanja Jibo. Katika mechi hii alianza alikuwa Musa Kamara ambaye hivi sasa hachezi ndani ya Simba kwa sababu ya majeraha yaliyofanya Simba waende kumleta Jibo, kipa wa kimataifa kutoka Gambia. Lakini ndani ya Simba hivi sasa kuna wachezaji kama Libase Gay kuwepo katika mechi hii ambayo Fountain Gate walifungwa 3-0. Anise Ura hakuwepo, Jospin Loemba hakuwepo, Cletus Chota Chama hakuwepo, Nixon Kibabage hakuwepo, Ismail Olivier Toure hakuwepo, lakini kocha Steve Becker hakuwepo. Hawa ni baadhi tu ya maafisa wa benchi la ufundi la Simba akiwemo kocha, lakini pia wachezaji wa Simba waliohusika katika mchezo dhidi ya Fountain Gate. Baadhi yao hawapo na kuna waliopo ambao hawakuwapo katika mechi ile ambayo Fountain Gate walifungwa 3-0. Ilikuwa ni mechi ya kwanza kwa Simba, walianza na gia hii. Lakini Fountain Gate pia kuna mabadiliko makubwa. Kocha Fred Felix Minziro Kataraia Baba Isaya Majeshi ndiye anaanza kuiongoza Fountain Gate. Timu yake mpya aliitoa hivi karibuni baada ya timu hiyo ya Fountain Gate ya pale jijini Arusha hivi sasa ikiwa imehama kutoka Manyara kuachana na aliyekuwa kocha wao Mohamed Laiza, na sasa wako na Fred Felix Kataraia Minziro Baba Isaya Majeshi kwenda kucheza dhidi ya Simba ambayo inaonekana iko kwenye kiwango kizuri hivi sasa kulinganisha na Fountain Gate. Katika mechi yao ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB hatua ya 16 bora juzi tu hapa, Fountain Gate wakicheza dhidi ya Azam walijikuta wakifungwa 4-0, kwa sababu katika mechi hiyo ya kwanza Azam ndo walikuwa wameshinda 4-0. Hawa ni Fountain Gate wakicheza ugenini kwenye uwanja wa Chamazi Complex wakafungwa 4-0. Ni katika mechi ambayo kocha Minziro akiwa ndio anayeongoza Fountain Gate waliingia na mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi watatu, wakawa na viungo 5, washambuliaji wawili. Washambuliaji wawili walikuwa ni Chukunonye Obasi McDonald, lakini pia alikuwa na Sadik Saidi. Wakati kwenye eneo la kiulinzi baada ya golikipa kulikuwa na walinzi watatu wakati ambao walikuwa ni Habibu Abiola, alikuwepo Shabani Pandu, alikuwepo Jackson Katagashiga, halafu wakawa na viungo 5 mawingback wakiwa ni pamoja na Obi na Awara na Jimson Mwanuki, mchezaji wa zamani wa wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini viungo wengine walikuwa ni pamoja na kina Shomari Mponzi, alikuwepo Derek Mukombozi, alikuwepo Ismail Azizi Kada katika viungo 5 kabla kuungana na wale wawili ambao ni hao nilotoka kuwataja. Sadiki Said alikuwa ni miongoni mwa wale washambuliaji wao wawili kule juu. Lakini ni katika mechi ambayo kitendo chao cha kucheza kwa mfumo baada ya golikipa kuwa na walinzi watatu, viungo 5, washambuliaji wawili, discipline katika eneo hili, wale viungo 5 kuhakikisha wanaongezeka kwa idadi sahihi kwa wakati sahihi wakati wanapozuia, ili wawe wengi zaidi kutotoa fursa kwa Azam, ili backfire katika nyakati kadhaa, kwa sababu walikutwa wakiwa wachache. Kila mara wanakutwa watatu wakiwa na umbali kati yao ukiwa mkubwa, Azam wakienda kwa kasi, kwa maana kwamba Shabani Pandu
Jackson Kataga Shige na Habibu Musa Abiola wakajikuta wanafungwa mabao haya 4-0. Sasa wanakwenda kukutana na Simba ambayo kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ina mwendo mzuri zaidi kuliko wao Fountain Gate. Simba ikitumia mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne na kuwa na viungo ile ukabaji, watatu washambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja. Wakati mwingine Simba inatumia false nine, baada ya golikipa kuna kuwa na walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu. Lakini kwa sababu Selemani Mwalimu Gomez yupo na alikuwa kwenye kiwango bora wakati Simba kwenye mechi ya hatua 16 bora, wakati Fountain Gate wakifungwa na Azam 4-0, wao walicheza na Dodoma Jiji, walishinda kwa mabao 3-1, mabao mawili yakifungwa na huyu mshambuliaji kinara Selemani Mwalimu Gomez. Kwa hiyo kuna uwezekano Gomez akaendelea kuanza kama mshambuliaji kinara na hivyo Simba kuwa na mfumo huu wa baada ya golikipa walinzi wanne, viungo wale ukabaji, viungo watatu washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Ama Simba wanaanza kama katika mechi zile ya Dodoma Jiji walianza baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, kiungo mmoja, halafu kuna viungo wanne, mshambuliaji mmoja. Huyu mmoja alikuwa akiwa katikati ya wale viungo wanne na walinzi wanne alikuwa ni Yusuf Kagoma, kiungo wa ukabaji wa kiasili. Alianza peke yake wakati wengine hao wanne walikuwa ni ushambuliaji. Neo Maema, Cletus Chota Chama, Libasege, Anise Ura. Kwa mfumo huu wakashinda 3-1. Sasa Fountain Gate wao kwenye ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa wakienda mechi ya 18 ni muhimu sana kujaribu kupata ushindi, na pengine ndio maana benchi la ufundi limebadilishwa kuletwa Minziro ili kuleta ukombozi, kwa sababu mpaka sasa wao ni timu ya 3 kutoka mkiani. Yani ya mkiani timu ya 16 ambayo ni KMC, halafu kuna timu ya 15, wao wanashika nafasi ya 13 kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wakiwa na pointi 16 baada ya kucheza mechi 17. Kwa lugha nyingine performance yao ni around 31%, maana walipaswa kuwa na pointi 51 katika mechi 17, lakini wao na pointi 16. Mabao ambayo mpaka sasa wamefunga hawa Fountain Gate wamefunga mabao 8, wameruhusu mabao 22. Maana yake ni nini? Hawa Fountain Gate hawafungi, ni safu isiyo na makali mbele ya upinzani katika kufunga ya pili. Yani baada ya KMC ambayo mpaka sasa imefunga mabao 7 tu katika ligi, wao wanafuatia kwa kufunga mabao machache kwa na mabao 8. Lakini ukuta wao una huruma sana. Wapinzani wanafunga sana kwa sababu mechi 17 kuruhusu mabao 22 imewafanya wao iwe ndo timu ya 3 kwa kuruhusu mabao mengi katika ligi. Kuna timu zimeruhusu mabao 22, wao wamo. Inayoongoza kuruhusu mabao mengi zaidi ni KMC, imeruhusu mabao 29, Mbeya City mabao 24, wanafuatia wao katika kundi la timu zilizoruhusu mabao 22 mpaka sasa. Kwa hiyo Fountain Gate wana sifa ya kuwa timu isiyofunga sana, ikishika nafasi ya pili kwa kutofunga sana baada ya KMC, ni timu ya 3 kwa kuruhusu sana. Wanakwenda kucheza dhidi ya Simba ambao Simba wako nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, nao wamecheza mechi 17 kama Fountain Gate, lakini Simba mechi 17 hizo zimewafanya wawe na pointi 36 ambao ni performance ya around 71%. Kwa hiyo Fountain Gate performance ya 31%, wanacheza dhidi ya Simba yenye performance ya 41%. Yani pointi hizi, hii ni performance ya 31%, maana walipaswa kuwa na pointi 51. Simba pointi 36 kati ya pointi 36 kati ya pointi 51 ni performance ya around 71%. Tofauti yao ya ubora kwenye ligi mpaka sasa, tofauti yao ya ufanisi ni around 40%. Simba wako juu zaidi. Na ikumbukwe mechi ya kwanza Simba walishinda 3-0. Na Simba hii imeimarika zaidi, wachezaji kadhaa waliokuwa hapo wakati Fountain Gate wakifungwa 3-0 hawapo, badala yake kikosi kimeboreshwa zaidi kikiwa na kocha mpya Steve Baka na wachezaji wengine wapya walioongezeka wakati wa dirisha dogo, halafu anakwenda kuivaa Fountain Gate. Maana yake ni nini? Fountain Gate lazima wajipange sana, kwa sababu Simba watatamani washinde ili wapunguze tofauti ya pointi baina yao na vinara wa ligi watani za wajadi Yanga wenye pointi 44. Wakishinda wanatimiza idadi ya mechi sawa na Yanga, michezo 18, lakini watakuwa na pointi 39, tofauti yao itabaki pointi 5 na Yanga walio kileleni, na sio tena kama ilivyo sasa tofauti yao ni pointi 8. Lakini wakati huo kwa Fountain Gate wao na pointi 16, timu ya chini yake na pointi 13. Wanajua wakiteleza maana yake mara moja wanaweza wakashushwa kuwa, badala ya kuwa watatu kutoka mkiani wakaporomoka zaidi. Lakini pia wakiwa na kocha mpya Minziro, maana yake waje na mpango kazi wa kuwafanya walipize kisasi kutokana na kipigo cha mabao 3-0
kutoka kwa Simba katika mechi ya kwanza ya mzunguko wa kwanza, lakini pia kujiweka vizuri kwenye msimamo wa ligi kwa kuboresha tofauti ya mabao baina ya kufunga na kuruhusu kutoka hasi 14 walionayo sasa, kutokana na kufunga mabao 8 kuruhusu 22 na kuipunguza kwa kupata ushindi mnono, lakini pia kuongeza idadi ya pointi kutoka 16 ziwe 19. Lakini wanapokwenda kucheza dhidi ya Simba, lazima kocha Freddy Felix Minziro Kataraia lazima awe makini na timu yake kuhakikisha wanaongeza uimara, nidhamu katika kuzuia, kwa sababu wanacheza na Simba ambayo inashambulia katika pande zote. Kutoka kulia kuna Libase Gay na Shomari Kapombe beki wa kulia. Wakipangwa hao wana balaa katika kujenga mashambulizi ya Simba upande wa kulia. Kushoto kuna Nixon Kibabage, mzee wa kujitutumua, anajitutumua sana katika kuongeza mapana ya uwanja, kuleta madhara kwa wapinzani akiungana na Anise Ura. Katikati kuna Cletus Chota Chama, yupo kwenye kiwango bora. Kuna Selemani Mwalimu Gomez, lakini anaweza akawepo pia Jospin Loemba, lakini pia kuna Elim Panzu Kibisawala, kinara wa mchango wa mabao ndani ya Simba mpaka sasa katika ligi kuu Tanzania bara, akiwa amefunga mabao 2, assist 5, amechangia mabao 7, ndiye kinara, huku Selemani Mwalimu akiwa ameshatupia mabao 6. Katikati Yusuf Kagoma, Alassane Maodo Kante, walinzi wao Ismail Olivier Toure, Rushain Derok, lakini wakiungana na kipao Mahamadou Tanja Jibo, Simba wamekuwa kishambulia zaidi. Mechi iliyopita dhidi ya Dodoma Jiji, ingawa ilikuwa ni ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, kila timu ilipanga kikosi kikali haswa. Simba mechi nzima wakapiga mashuti 16, 8 yamelenga shabaha, wakafunga mabao 3-1, huku wakipoteza nafasi kadhaa hasa katika kipindi cha kwanza. Fountain Gate lazima wawe makini sana, vinginevyo kama watacheza vile walivyocheza dhidi ya Azam katika kuzuia, wanaweza wakajikuta wanafungwa mabao mengi.